kama ulivyosema, unajua mechi tatu ambazo tulikuwa tumebakiwa nazo, mechi ngumu ilikuwa ni ile ya jana. Japokuwa mpira hauko hivyo, chochote kwenye mpira chochote kinaweza kutokea, lakini uhalisia ni kwamba mechi ngumu ilikuwa ya jana na tumeimaliza. Kwa hiyo tumebakisha hizi mechi mbili, mikakati yake ni ile ile ya kutetea ubingwa wetu. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba katika hizi mechi mbili ambazo zimebakia tunapata ushindi ili kwamba tuweze kutetea ubingwa wetu. Mechi ya jana ni mechi ambayo kiuhalisia mmeshinda goli 3, Azam wakiwa wameenea, na ile mechi iliyopita mmeshindwa kupata ushindi, Azam hawakuenea. Wengi wanaamini kwamba jana mbona Yanga kumekuwa na kiwango bora tofauti na mechi ile. Kuna kitu gani ambacho mmekifanya kwenye mechi ya jana? Mpira ndo ulivyo ndugu yangu, ndo maana nasema, unajua tuna mechi mbili zimebakia, ni ngumu nazo. Hatuwezi tukasema ni nyepesi, ni ngumu. Mpira uko hivyo, mpira unaweza leo ukashinda, kesho ukafungwa. Kwa hiyo mikakati ni ile ile kwamba tulishindwa kupata ushindi wa Azamu wakiwa pungufu, jana tumepata ushindi Azamu wakiwa kamili. Ni mchezo wa mpira tu, ndio ulivyo hivyo. Au tuzungumze kwamba mna bahati na uwanja wa New Amani hapo Zanzibar? Hakuna bahati kwenye uwanja. Kwa huo, yani ukiwa mwanampira, ukiwa mchezaji wa mpira, kusema kwamba unashinda kwa bahati, hakuna bahati. Mchezo wa mpira unataka ufundi, mchezo wa mpira unataka wachezaji wazuri, basi. Lakini mchezo wa mpira hauna bahati. Lakini ile mechi mliocheza kwenye dimba la CCM Kirumba, licha ya kucheza vizuri lakini hamkupata matokeo. Ndio mpira ulivyo. Hatukupata matokeo, ni kweli. Lakini jana tumepata matokeo. Jana tumepata matokeo tena makubwa. Tena ya ushindi mnono zaidi. Ushindi mnono kabisa. Kwa mpira ndio uko hivyo. Mna mechi dhidi ya TRA, lakini mechi ya mwisho dhidi ya JKT Tanzania. TRA ni miongoni mwa timu ambayo mechi iliyopita walichukua alama kwenu. Hii mechi mnatazama vipi? TRA walichukua alama kwetu, tulitoka nao sare nafikiri. Tulikuwa nyumbani kwao kule Arusha. Sasa hivi wanakuja kwetu. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba tunapata matokeo katika mechi hiyo. Kwa hiyo tutajipanga kupambana nao ili tuweze kupata matokeo katika hizi mechi mbili, TRA pamoja na JKT. Sawa, lakini kiongozi lingine bwana, sitaacha kulizungumza ama kukuuliza bwana. Hizi taarifa za Stefano Aziz Ki zimekuwa gumzo, zimekuwa zikienea mara kwa mara, zimekuwa zinazungumzwa kwamba tayari mmeshawasilisha ofa hapo kwenye klabu ya Libya ambayo anahuduma Aziz Ki. Taarifa zake zikoje kiongozi? Niweke wazi hili. Hapana, muda wake ukifika tutazungumza. Bado muda. Wewe niulize tu hizi mechi za Yanga mbili ambazo zimebakia tunazifanyaje kupata matokeo. Haya masuala ya usajili, masuala ya nini, bado muda wake. Ukifika muda wake tutayazungumza. Lakini muda wake ukifika na tukimuona Aziz Ki Yanga tusishangae. Tunasema muda ukifika tutayazungumza tu. Yaani ukifika swala la usajili kila kitu kitakuwa wazi. Nani anaingia, nani anatoka, nani anaenda huku, basi tutazungumza kila kitu. Kuna wengine wanazungumza kwamba kwa nini Yanga wanamrejesha Stefano Aziz Ki wakati alishawahi kuhudumu, wanaamini kwamba huenda kiwango chake kisiwe kama kile ambacho cha zamani. Tunasema ndugu yangu, wala usiwe na haraka. Kama Aziz Ki atakuja Yanga tutazungumza, kama hatakuja Yanga tutazungumza. Kwa hiyo muda mwafaka ukifika tutayasema yote. Lakini kiwango chake unakionaje? Stefano Aziz Ki atakuwa msaada kwa Young Africans? Mimi siwezi kulizungumza hilo kwa sababu Aziz Ki anacheza timu ya Libya. Na huwa sitizami ligi ya Libya. Kwa hiyo siwezi kujua kiwango chake kimepanda au kimeshuka. Wako wataalamu ndani ya Yanga, kazi yao ni hiyo tu, kufuatilia wachezaji. Lakini Aziz Ki muda mwafaka ukifika tutalizungumza hilo. Aziz Ki Yanga ni nyumbani, lakini sio nyumbani. Sikao Aziz Ki hapa bwana. Ndio. Aziz Ki na familia yake iko hapa. Wacha Yanga tu, hata familia yake nafikiri iko hapa Dar es Salaam. Na ameishi kwa ukaribu na mazingira mazuri na rafiki na uongozi pia. Kabisa, ni rafiki yetu. Hatukuachana naye kwa ubaya. Tumeachana naye vizuri tu. Kwa hiyo hata kama tungetaka kwamba ameamua kurudi Yanga, tutakaa naye. Mnampokea kwa mikono yote miwili. Kwa nini? Kwa sababu hatukuachana naye kwa ubaya. Na mwenyewe anaipenda. Sijui labda. Hayo yako ya maoni mwake. Ni mchezaji mzuri, hamuoni kana kwamba kama mtazagaa huenda wapinzani wenu wakamchukua Simba? Sasa hilo ni la kwake, sio la kwetu. Hilo ni la
anaweza kupa majibu yake. Okay. Juzi kati nilisikia nilisikia kuna hoja inazungumzwa kwamba kwenye ukarabati wa ujenzi pale Young Africans, kwenye ujenzi wa uwanja Young Africans, kana kwamba Yanga mnakosea kwenye namna ya utaratibu wa ujenzi. Hili si umelipata na likoje pia kwako? Tunakosea nini? Yaani kwamba namna ya kujaza vifusi, kwamba ujenzi huwa mara nyingi kuna mngeanza kwanza kuziba afu mngeanza hayo mambo. Hapana, unajua vingine ni vya kitaalamu zaidi. Sasa ukiniuliza mimi siwezi kukujibu kwa sababu pale mainjinia ambao wamesomea hiyo kazi ya ujenzi wa uwanja, kuna architecture, kuna kuna wataalamu wa kila aina. Sasa ukiniuliza mimi sio mtaalamu, mimi sio engineer. Kwa hiyo hoja ambazo zinazungumzwa ni kama kupotosha umma. Wanapotosha tu. Huwezi ukajenga uwanja kwanza bila kuwa na wataalamu wa kila fani. Maana pale kuna wataalamu wa kila fani. Sasa yote kunaambia kwamba tunakosea kumwaga kifusi, tunakosea vipi? Sio kichekesho. Lakini kiongozi, hujanishtua nikawashuhudia wa China. Uliniambia kwamba China kija utanishtua. Wewe subiri, wala usiwe na haraka. Unajua jambo zuri lolote linahitaji haraka. Wewe subiri tu, mtakuja mtaitwa pale wote waandishi wa habari. Lakini mchakato unaendelea kama kawaida. Kama kawaida. Sisi tumeshatangaza bwana. Tumeshatangaza. Sawa. Neno lako kwa Wanayanga kuelekea kwenye mechi mbili ambazo zimesalia, lipi ungependa kuambia? Kwanza tunashukuru kwa uvumilivu wao. Wametuvumilia kwa sababu pressure ilikuwa juu na mechi ngumu ilikuwa ni ya jana, na tulikuwa pamoja, tumepambana pamoja na tumeweza kupata matokeo. Kwa hiyo tunachoomba ni kwamba wazidi kushirikiana na sisi kama viongozi ili tuweze kupata matokeo mazuri kwenye hizi mechi mbili ambazo zimebakia na kuweza kutetea ubingwa wetu. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.